Kwa majina naitwa Esther Joseph Ngalauya. Mimi ni mbeba wa maono wa familia ya Joseph Ngalauya, na pia ninayo furaha sana na namshukuru Mungu sana kwa wazazi wangu kuniheshimisha na pia kwa kutumia jina langu kwenye taasisi au kampuni yao binafsi. Na matamanio yangu kwenye kampuni na pia kwa wazazi wangu, cha kwanza ni kuona kampuni ikiendelea kukua, sio kwetu tu, kwa vizazi na vizazi, kurejesha faida kwenye jamii yetu, kwa sababu wateja wetu ndo jamii yetu pia. Kwa hiyo tunachopata tunawagaia na wengine ili tuweze kubarikiwa na wao wazidi kubarikiwa na kusonga mbele pia. Mtaja Ngalauya, hata nani atakuambia huyu bwana namfahamu. Nikaanza pale, tukawa nafanya kazi ya udalali, tukawa tunapakia mafuso yanaenda mkoani na sisi tunapata riziki. Lakini mimi niliendelea kuifanya kwa uweledi. Baada ya kuona kazi ya transporter ina fursa fulani, nikaenda nikafungua ofisi Kariakoo, mtaa wa Rufiji. Pale mtaa wa Rufiji nikawa na ofisi yangu ambayo niliendelea nayo vizuri, wakati huo nikiwa na biashara ndogo ya daladala. Na katika ile daladala nilikuwa na daladala moja kabisa ambayo ndio ilikuwa gari yetu ya kwanza kabisa katika maisha yetu, ambayo ile gari tukafikiria tuiandike jina gani. Lakini kwa heshima, kipindi hiyo ndio tumemzaa mtoto wetu wa kwanza ambaye anaitwa Esther, mnayemuona leo hapa. Tukaiandika ile gari Esther Trans. Kwa kweli ile gari ikawa inapambana na sisi, tukipambana huku chochote tunachokipata tukaweza kuwa na uendelevu wa kuendelea kuwa na kukua kiuchumi, kuongeza daladala nyingine. Mwishowe tukawa, kusema ukweli, tuna daladala za kutosha pale jijini Dar es Salaam. Lakini mwaka 2014 kukawa kumekuja mradi wa mwendo kasi. Ule mradi wa mwendo kasi kidogo tukaanza kunyimwa zile njia za kutoka Mbezi kwenda Kariakoo. Kwa upande wangu nikaona kama ile biashara kwenye upande wa sisi wa daladala imefika mwisho. Nikauza baadhi ya daladala, nikaweza kununua basi kubwa, na nilinunua mabasi mawili tulioweza kuipa jina la Esther Luxury Coach. Baada ya kununua yale mabasi, kiukweli yalifika hapa mwaka 2015 mwezi wa 5, tukaanza kutafuta ruti ya yale mabasi kwenda. Wakati huo mamlaka hii ilikuwa inaitwa Sumatra, mamlaka yetu ya udhibiti ambayo sasa hivi inajulikana kwa jina la LATRA. Kipindi kile ilikuwa inaitwa Sumatra. Na kulikuwa kuna kitu tulikuwa tunakiita TLB. Zile basi baada ya kufika nikaenda kuomba TLB. Kwenda kuomba TLB, kipindi kile gari muda wa kuanzia safari ulikuwa saa 12, na muda wa saa 12 ndio ulikuwa muda wa kibiashara. Nikaenda Sumatra kipindi hiyo kuomba niweze kupewa TLB ya kwenda Arusha. Kwa kweli nikaambiwa muda wa saa 12 kwenda Arusha huwezi kupata. Nikaomba kwenda Rombo muda wa saa 12, vile vile sikuweza kupewa ule muda. Nikaomba kwenda Mtwara muda wa saa 12, vile vile sikuweza kupata. Wakati huo mkumbuke gari zile zilikuwa zimesimama, zilikuwa zimepaki sehemu moja Mwembe Chai. Kwa hiyo nikawa kama naendelea kutafuta njia. Nikaendelea kushauriana na baadhi ya maagent, wakaniambia peleka gari zako Singida. Nikaenda tena kwenye mamlaka nikaomba nipeleke gari zangu Singida.
wakanipa muda wa saa 12:30. Kiukweli nilivyoona wamenipa muda ule wa saa 12:30, nikaona kwa sababu gari zangu zimekaa muda mrefu, nikaona nianze, hebu nijaribu kwa kuanzia. Lakini nilipofika kule Singida, kabla sijaanza safari katika mambo ya kwenda kutafuta ofisi na baadhi na maagent wa kuweza kunisaidia kazi maeneo ya pale Singida, nilipofika pale wakaniambia, bwana, hapa kweli kampuni yako ni mpya, sasa ukianzia hapa sidhani kama utapata abiria wa kutosha. Wale maagent wa pale Singida wakaniambia kuna sehemu moja inaitwa Kiomboi Iramba, wakaniambia ni sehemu mpya na ni wilaya mpya na haina basi kubwa linaloanzia kule. Basi kwa sababu na mimi ninachotaka ni kufanya biashara, nikaenda tena, nikaachia tena pale Singida, nikaenda kule Iramba Kiomboi. Kufika kule kweli nikakuta ni mji mpya, lakini kilichonifurahisha kuliko chote ni kwamba ulikuwa unafikika kwa barabara ya lami. Basi nikaenda pale, haikuwa shida kutafuta ofisi kwa sababu stendi yenyewe ilikuwa ni ndogo, nikapata ofisi na nikaenda nikachukua basi zangu kwenda kule. Kiukweli nilipofika kule, upokeo ulikuwa ni mkubwa na wa ajabu. Watu walitoka wengi, lakini wakawa wanashangilia. Baada ya kuanza tu biashara kuanzia Kiomboi kuja Dar es Salaam na Dar es Salaam kwenda Kiomboi, na kwa upokeo nilio upokelewa kule, na biashara ikawa kiukweli ikaenda vizuri. Huenda kama ningeanzia hizi njia zingine ambazo nilikuwa nazihitaji mimi, huenda Ester Luxury isinge kuwepo, lakini kwa upokeo wa kule na kulikuwa hakuna magari mengi ya upinzani, kwa niliweza kufanya biashara vizuri. Na ndio niwaambie ndugu waandishi kwamba ndio chimbuko la watu kunihusisha kampuni yangu na mheshimiwa, lakini kiukweli simjui na hanijui.